stop Ruto kama from doing harambee. You need to approach bila hii kifua na kiherehere ya TikTok. You know some of these things we are doing in TikTok, they are making us look as fools. Hata ukiangalia watu wa Facebook wakianalyze vitu zetu, tunakaa wajiga. Because sometimes tunafanya vitu na kifua and then we end up not having the right drastic results. I'm not saying that Jesus winners should receive money. No, I'm against it entirely. I actually have real problems with the church because mimi kama mtu anakaa Roysambu na kasirikaga nikiona magari yakitoka huko wanafuga majamu wanafanya nini and a lot of nonsense. I'll speak about them. I believe a lot of things could have been done with that 120 million. However, mtu anafaa kutumia akili kidogo. Unatumia akili ukiapproach vitu. Unaweza fanya kitu baka ujipate uko kwa mashtaka. Unaweza fanya kitu ujipate for nothing honestly. Worry, kufikiria, asking people to reason better does not mean that, and sometimes the majority opinion is not always the right opinion. Trust me on that. Okay, that is just my opinion, but I think everybody has their right to make an opinion. Okay, hivyo ndio mimi ningesema, but you guys, if you want real change, unaona hata hii makesi ya kanisa na nini, even that guy who was anabiwa na sodomize vijana, that case badala ya kuenda kubomoa kanisa, kubomoa hiyo kiti, tungekaa chini tuone fenye na the office prosecutor arete hawa watu wote pamoja. You source for lawyers. You have a case that is so strong. We can use, and the system has failed. And we can use our voice to make sure that a case has been taken and a conviction has been taken. It's only after a conviction that you can justify actions. But before somebody has been convicted again, another problem. So, mimi hata ningependa sana kama hao victim wote wabiko pamoja, mashukuliwe, wapelekwe hata kama ni ile maroya wa mama FIDA, kama FIDA ama RSK iwashukue. Lakini sasa wakishaanza kuona mnaenda manashoma, manapasua viti, wataona kama nyinyi vandalizers, kama ni hiyo seriousness, they will not take us seriously. Yeah, that is what I try. I was thinking that way. I wish we took our voice to the door of LSK. LSK ime represent watu wa maandamano very well. Imewa represent vijana wenye walikuwa wameshikwa. Ule mama mnamjua, imewa represent vizuri sana. I wish we could mobilize each other towards directions like those, FIDA and other human rights organizations, to take up these cases and to use our voices, kuenda peaceful protest, kufanya nini, hizo zote we could do that. Lakini sasa when we do distractions, the other people will shy off. You get, that is what I'm trying to say. Tungeandamana, I wish tungeandamana tukienda kwa DCI, strategic activism, advocacy strategic, sio tu tufanye. We look like we are funny because we could have other partners who could help us even have a real case and get real justice. These women who always work by range and saying, mimi ni mama, I'm a woman. Another one was telling me, Githeka, show us your child. Listen, actually, let us not even pull the child line because all those were grown up men. Actually, some of them were grown up. Ni wase kuliko hawa mama wanasema sisi ni mama. These are grown ups. Mimi ningeona a real conviction and a real justice ingepatikana kama tungetumia the real channels kupata the real justice without feelings. You did wrong, it is wrong, it is there in the law. Because honestly, hata kama ni mtoto wako akifanyiwa kitu kama hiyo, wewe ukiona kama kuoga kiti imeleta justice? No. Na mtaonekana kama mko jokers. Mtaonekana kama atapata sympathizers. Now, we did something. Right now, everybody should be towards supporting justice for the victims. But why are people having different opinions? Because the perpetrators have gained sympathy because of what we did. We should reason. Are we getting? We should reason. Kenya hakuna justice. That is why I'm saying we should use our voice. You see the way we use our voice. TikTok Kenya court is not a registered nothing. Unajua, that is whatever we did on Sunday was a crime. Let us agree there first. It's a crime. It's a crime. That is vandalism. That is a crime. It's a criminal offense. There is nowhere a conviction was made. An OB is not a conviction, okay? That is the fact. Mimi najua mimi napenda kusema tu fact venye iko. A conviction is not. Ukipelekwa kotini pale, hutaenda useme ati nilipasua kanisa.
kwa sababu mtu alikuja na obia akasema 1 2 3. You will have a case to answer honestly. Tusikue ignorant, okay? Let us not be ignorant under the law. However, somebody has done a lot of bad things. Somebody has violated human rights. If somebody violates human rights, sexual offense somebody, that person should be taken to court. Na najua kesi ikifuatwa na watu kama LSK, na ndio maana nasema tungetumia our voice, our numbers kupigana, kuambia LSK wakuje watusaidie, kuambia LSK, kuambia FIDA, ni FIDA ama ni nani ile ya wanawake, wakuje watusaidie. We would have used that our force to rally that way. Lakini first day kudira wa TikTok court wameenda wamebomoa kanisa. Kesho kudira TikTok court wanasema wataendea Bishop Mwai. Kesho kutwa wewe. That is my line of reasoning. Mimi dile moge muno no ni I like reasoning kidogo beyond. That is what I thought. Okay? Hey. 4th of March is the day. Point here, there is a lot of you are attacking me. They're saying that I'm gay, natetea watu wetu. There is no ignorance before the law, ma'am. There is no ignorance before the law. And the point here is not even about being a gay person. The point here is taking advantage of somebody sexually. You understand? The point here is sexually harassing somebody without consent. That is the point here. Lady Jacqueline herself is a lesbian. So telling me Githaiga should not talk this way because I'm gay. And you understand. So let us be reasonable. Tufikirie tu kama adults. It's good to differ in reasons. Mimi sisemi hata justify. In fact, if you check well, Mimi I would I'm pushing for even better way of getting this, because Mimi naona tukilose for just being funny. Unakumbuka what happened to Jeff's case? Munakumbuka kesi ya Jeff? People went emotions nini tukaonekana we are funny. Tulibaki huku TikTok, sisi ndio tumebaki na hiyo kesi. Tukabaki tukiambiwa Kioi sijui ni Kioi ama nani wanakula pesa ya t-shirt. You understand? So ndio ni mimi acha nitoe hii puzzle. Mimi I thought in such cases we would have better ways to get the right justice. So that's what I would call naming them. I believe we are all adults, and the range and everything, it is understandable, but again I'm of a different opinion, okay? But I'm not judging anybody. Ningekuwa hata nishamwambia, ningekuwa nimeambia Kioi what did you do, but I think everybody has a right of making their own decisions. Don't mind the haters. Mimi sinaga haters, hawana shida, washa wakae tu hapa. Washa wakae tu hapa. Githaiga, did you offer your advice or you are just looking for chai? Be my Valentine. It was my birthday. It was my birthday when that day I think everybody who mattered in that case has my number, so in case they wanted my advice, they would have asked for my advice. So there is nobody who asked for my advice and I failed to give. No, I was attending to other duties. I was not told to attend to this. I would have given my advice if I would ask. Ningeurizwa, and I'm not even holding anybody accountable for not asking for my advice, because advice yangu haifai kuurizwa. Haifai kuurizwa. Si ni watu adults. If an adult think that is the right thing to do, that is okay. Mimi sina shida na hiyo. Okay? Githaiga, is the right time we join politics. Githaiga, hoye tupatane Sunday kwa ile. Wapi huko mniambie tupatane? Ile Victoria event ya Victoria Wambui Blue Springs. Who is Victoria Wambui? Kuna mtu mmoja ameninvite Blue Springs, anaitwa Gasharu comedian. But do not like how people attack Lady J and yet they envy her. Hii mambo ya kutetea naga. Lady J is just, wacha nikwambie, be my Valentine. Mambo yetu kama TikTokers isikuweke kwa roho. Usiweke kitu yetu kama TikTokers kwa roho. Mtu akitukana Lady Jacqueline washana naye, huyo ni jangiri. Ni mtu anaweza answer back.
Lady Jacqueline is a strong woman who can answer back. It should not affect you. Mtu akitukana Githaiga na huko isikufate kwa roho. At I don't like how people are attacking Githaiga. I don't like how people. Lady Jacqueline ni sawa simu. Unasikia mimi namuita lesbian. Juu unajua atashukua na anite shoga wewe. She's a strong woman. She's a woman who can be nini. Usikuwe na feelings na emotions that because you support a certain person. Hapana. This TikTok is all ours. Si nyinyi, you are the same people who are in Lady Jacqueline's life. You are the same people tutakuwa na nyinyi kotini. You are the same people tuko na nyinyi kwa Chesoni. You are the same people tuko na nyinyi kwa Mali Safi. So our differences as individuals should not affect you, or the way people react towards somebody should not affect you. Lady J or anybody. Haifai. Lady J anaweza kupea comebacks kali, okay? Githaiga, is it true ARVs will be sold from now? I've not heard something like that. Mali Safi yuko na TikTok ICC. Nimeiona just before I came in. Nimeona Diana Rose akisema yeye ni lawyer wa Lady Jacqueline. Sijui ilikuwa kesi gani. I guess nimekuta kai kishaisha or something. Nikakuta wakisema walikuanga kesi, walikuwa koti or something. Inaitwa TikTok ICC court. I think it's just it's nice. My idea is it's nice. Everybody has a right of, na kila mtu akona wacha watu entertain hivyo. Kila mtu afungue koti yake akitaka. Lakini pia tusikuwe na monotony. Tusikuwe na watu wasiweke hizi vitu mingi ikue kwa watu wasifungue makoti mingi. Tusikuwe tena itakuwa irrelevant. Now imagine Githaiga afugue koti yake, Mali Safi afugue yake, mwingine ende afugue yake, itakuwa irrelevant. We can have 2 or 3 because of differing opinions, and in case watoke huku anapata kwa kuenda judge huyu akifutwa kasi. Kama kwa kina Mali Safi nimeona judge ni yule alikuwa wa Lady Jacqueline. So unaona hizi vitu mtu haikagi kwa roho. Now you think they are enemies. Si unaona kina Truth Watchdog wako maroya huko. So guys, msione ati the people are so enemies. Okay? Madhari alikupea 100k yako nipea kabobo. Hakunipea. Mimi nataka kufungua police post. Fungua hii TikTok si ya mama ya mtu. Mimi nasemanga TikTok ni ya kila mtu. TikTok ni ya kila mtu. Lakini at least Lady Jacqueline, you have done something that at least people are copying. If you see people do something that you do, that is definitely, it means that if the people like whatever you're doing and they would love to do it. So I appreciate you on that. I appreciate you on the court, because it really can give a lot of me. Actually, I've started believing in it a lot in terms of an activism tool. If used properly, that can be a very heavy activism tool. Just used for the right purposes. Let us also not use it for the wrong purposes. Tusitumie kuharass ama nini, but use it for the right purposes. Fighting for human rights, fighting for justice. That can be a very nice tool. Nobody can be able to stop that. Hiyo hakuna mtu atastop. Lakini ikitumika vibaya, utapatia a lot of people a chance and loopholes to attack. You'll give a lot of people chances to attack. Unaona fenye saisi watu walienda wakabomoa kanisa. A lot of people have criticized the church, the court, in as much as it has featured a lot, and that is what I fear a lot with Lady Jacqueline. I fear that Lady Jacqueline is heavily concerned about where does our story feature, how many people are here, how many are watching. Sometimes easy viewership, they make us go astray kidogo, because now you see the court, you have given people a chance to attack it, and they shouldn't. In such a case, everybody should be behind the court. In a case where sexual violence has occurred, kila mtu anafaa kuwa na support court. This is the time for the court to shine. The court should have shine vizuri sana. Tupigane, tungangane, tuite mpaka police commandant, inspector general aongereshe watu, aseme kesi inashukuriwa kama ile ya kina Jeff, mafanye ma DCI hifo, kesi ikue. Now that one you are working towards getting justice. Lakini sasa TikTok court should not. Musipatiane chance ya watu kuattack koti. Musipeane hizo loopholes. And I believe it can be, because I also believe Lady Jacqueline is out for a good cause. I believe in that. I believe she wants to make change. The first time she told me about the court,
ilikuwa hata kabla aanze. Liked the idea, the arguments, watu wanatoa stress, it's a nice place. We have also seen it can be used to make a lot of change in the society, which is also a very positive tool or item. Plus, we have also seen that we can also make some loopholes. Let us try also to mend them, ndio pia ikuwe kitu a very nice movement. Mimi nakwambia hata mnaweza jipaga watu wa TikTok, hata hii 2027 tusimame fiti. Mkwe mnasema mbunge wa Marafa mali safi, mbunge wa Shinyalu Cindy, mbunge wa wapi, because of the force you're making, because a lot of people are really in support. I wish you can. I'm telling you, mimi nafikiria kama mtu ya nini. Haya. Nyi mutirona ugono ni hanyu. You can use this one hata bila kwenda kukabini huko nje. Makabini mimi washa uone nitafanya hapa kabini moja wa simu sana ya Simaman. Simaman, hai. Tunaweka kabini. Moto. Washa kwanza mimi naende na natafuta certificate, certificate nini MCA na nasimama na nafanya kabini. And we do a lot of cabin. And guys, I believe the society that is outside there is a society here. Look at me. I'm seated here. Kwa hii kiti yangu. Nimekaa hivi. Hata sijatumia 10 bob. Naongelesha watu 2000. Do you know what are 2000 people? You know if this was a rally, this could be... Ebu kumbuka high school yako ilikuwa na watu wangapi? This is a very big tool. Imagine ukuwa na watu 16,000 in a live. Imagine TikTokers if they joined together. The way we want change in our society, you can use this TikTok and X and Facebook to rally people towards having the right people. Mimi nakuambia watu wa TikTok mkijipaga vizuri na mwitikie kusapotiana. Kila mtu constituency yao tunasimamisha mtu ya TikTok moja, kijana moja, msichana moja, hivyo. Sisi tunasupport watu yetu. Kama wewe ni wa Simamani, Githaiga. Kama wewe ni wa wapi, huyo. Kama wewe ni wa Nyandarua, Frapa. Kama wewe ni wa wapi, hivyo. Hata kama tutakuwa na Batuna na Badri, fine. Next time tutakuwa na number 1. And that is how you empower your own. And that is by using this tool called TikTok. Sisi fanya kabini, Simamani, Jadhaini, wapi? Yani celebrity anaagusha hadi judge. Celebrity aliagusha judge, Cinderella. Sasa sijui kama huko kwa Cinderella nitakubaliwa kukua roya. Huko kuna maadui wengi. Diana Kapunye huko ni roya. Kapunye ni roya wa ICC. Haya. Cinderella ukubuke judge, mimi ndio nilifuta judge. Nilituma judge akafutwa kasi kule kwa nani? Kwa Lady Jacqueline. Ile siku ya Hannah Benta. Sisi ndio tulivuruga, judge akakasirika akaenda. Sasa mimi nashangaa tena nimekutana na judge ICC. Ataitikia niingie kwa hiyo kasi. Hii makoti imekuwa kama siasa. Huyu anakuwa juu yako, kesho huyu anakuwa juu. Uli ataniadmit. Juu nitakutana naye nitamuita yuaona. Na venye nilimsharasa. Venye nilimkanyaga. Hello. I'm fine. Ndio hiyo umeipata, ndio huyo mimi. Eh. 99,363. Huyo anafanya hiyo kazi ya advertisement atakusaidia. Okay. Watu wa mafiashara msikuwe mnanipigia
simu. Niko na namba ya kasi. Niko na namba ya kasi. Msichanganye kasi na chai. Niko na namba ya kasi. Mimi nitawanini. Mnadhani mtanipigia simu mniambia kiwiyege dhaiga? Kiwiyege dhaiga, nyinyi wengine mnataka kuadvertise na 1500. Surely. 1500. Yaani rate card inasoma 10,000. Unasema uko na 1500. You have 1500. Alafu unaniambia uyigi dhaiga please. Alafu nakuambia basi tuma basi. Mtu atumagi after kazi as if mimi naweza toroka. Wewe si